ukiongeza wa pili. Bwana msaidie sana. Kwa hiyo wengi wanaishi kwenye mioyo ambao kumbe nyuma yake kuna nguvu ambayo imewakamata, na wanafikiri ni mtindo wa maisha kwa sababu wanazo reference mbalimbali kwamba hata fulani. Mambo ya rohoni hayana hata fulani, yanakutaka wewe. Amen. Mambo ya rohoni yanakutaka wewe. Kwa maeneo haya lazima tuyashughulikie, na ndio maana kanisa nawaomba hudhurieni kwenye vipindi vya shule Jumapili, Jumatano na Ijumaa. Natamani nitembee kwenye keria yangu. Haleluya. Natamani nitembee kwenye level nyingine ya watu ambao wamepita madaraja kadhaa. Kwa hudhurieni huko, ili huko tukija msinivute. Kuna wakati natembea afu navutwa tena. Yesu atusaidie sana. Kwa eneo la pili. Eneo la tatu, umaskini wa kutosha. Kwa Kiingereza ni nini? Mimi nasema kwamba utapata umaskini wa kutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Umaskini wa kutosha. Maisha magumu yamejaa uchungu na hasira nyingi, na huwezi kuwa bora katika eneo hata moja kwa sababu ya uchungu kutokanao na maisha magumu. Na kila siku wewe ni mtu wa kuona umeonewa. Kila siku mimi kwa sababu niko hivi. Umejaa masababu. Nyuma ya sababu kuna mapenzi hatu. Bwana Yesu asifiwe. Umaskini wa kutosha. Yaani kuna umaskini ambao wa kawaida, huu ni wa kutosha. Nyuma yake ipo roho kamili inayosimamia. Bwana Yesu tusaidie. Jambo la nne ambalo tunaliangalia leo, kutokuwa na kazi rasmi. Unemployment. Kutokuwa na kazi. Yaani unayo nafasi, unazo sifa za kuwa na kazi nzuri, lakini hauna kazi, unacheza na vibarua vya kawaida ili tupate chakula. Haleluya. Kutokuwa na kazi, unacheza na vibarua tu vya kawaida upate chakula, hakuna kuajiliwa, una elimu nzuri, unajificha kwenye kivuli kwamba sasa hivi wasomi ni wengi, hawakuhusu. Sikiliza, mimi wingi wa wasomi haunihusu, hauchukui nafasi ya ajira yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Wewe una nafasi ya kwako. Hata wanawake mabinti wakiwa wengi sema mimi nitaolewa kwa sababu wa kwangu ni mmoja tu dunia nzima. Haleluya. Usiogope kwa sababu ya idadi ya wengi wa ambao hawajapata nafasi kuingia kwenye ndoa, ukaanza kusema labda sasa hapa mimi sitapata mume. Sikiliza, wa kwako ni mmoja tu. Bwana amemwandaa. Haleluya. Amekuandalia. Usiumbishwe kwa sababu ya idadi. Mungu haangaiki na idadi. Anataka quality. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo amini kwamba utaingia kwenye ajira. Yule ni matamki hapa. Ili upande cheo, ili upate promotion, hauhitaji kusubiri Mei Mosi ijayo. Unahitaji neno la Bwana litakalotoka kwenye kinywa chake likupeleke kwenye ahadi yako. Haleluya. As I speak now, kuna mtu tayari ameenda course miezi 6. Wewe usinielewe. Kuna mtu ameenda, tutaji ni nani? Haleluya. Nasubiri Mei Mosi upande cheo. Au unaweza kwenda course miezi 6 urudi hujapanda cheo. Kwa hiyo umeenda kuuza maembe. Hata maembe simtaji utapanda. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 5, kutumika kwa manunguniko. Haya maeneo ndio anacheza nao sana Shetani. Utumishi uliojaa manunguniko ndani yake. Kuna manunguniko ndani yake. Unaenda kwa sababu chea asinione kwamba sijaenda. Unanielewa? Kuna watu wanauzia vipindi kwa sababu chea ataniuliza. Mchungaji ataniuliza. Kwa unatumika kwa ajili ya mchungaji, kwa ajili ya kiongozi. Kutumika kwa manunguniko, furaha ya kujitoa kwa Mungu inakosekana. Unapiga mtu wa siku. Manunguniko ni mengi
kuliko kujitoa kwa Mungu. Mungu akiweka mzani, manunguniko yanazidi. Wewe unapata sawa sawa na ulichokipanga. Haleluya. Punguza maneno. Ukiona ni mwongeaji sana, nunua redio au simu, download Biblia, sikiliza hiyo. Jitenge na watu. Sikiliza ingalau Biblia tu kwa njia ya audio. Bwana sifa sana. Amen. Kwa hiyo wingi wa utumishi utaharibiwa tu na tone moja la manunguniko. Unaharibu kabisa. Namba 6, huyu mtangulizi tu. Ndoa. Hakuna kuoa wala kuolewa, na ikitokea uchumba au ndoa au chumba unaharibika. Ndoa haichelewi kuvunjika. Shetani amejificha hapo. Hakuna ndoa, hakuna kuoa wala hakuna kuolewa. Nyuma yake kuna shughuli yake. Namba 7 na mwisho kwenye utangulizi huu, ongezeko hakuna. Hakuna kukosekana kwa ongezeko. Kuinuka hakuna, kustawi hakuna. Yaani kila mwaka upo pale pale. Na ikibidi unashuka na kuwa dumavu. Hakuna ongezeko. Hakuna kukua. Kila mwaka uko pale pale. Yaani ikitokea mabadiliko umeshuka madaraja, sio kupanda madaraja. Mtoto mmoja ambaye amezaliwa na wazazi huwa wanatazamia wazione hatua kadha wa kadha kulingana na ukuaji wake. Haleluya. Kama ni kutambaa, mtoto akizaliwa, unaona mtoto amezaliwa, alafu kitovu hakijadondoka miezi 5. Anacho tu. Utakikata. Sio unasubiri katika chenyewe. Itokea kijakatika utafanyaje? Je, kuwaza hivi? Lakini kitovu kinatoka kidondoka kwa wakati wake. Yesu asifiwe sana. Kama ni kutambaa, kama ni kusimama, kama ni kutembea, tuzione hatua zikionekana zinatendeka. Katika maisha ya wengi watu wana udumavu. Kwa hiyo kuna roho nyuma ya udumavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende sasa kwa mtiririko. Baada ya utangulizi huo niseme kwamba Mungu ana mpango kwa kila mtu. Lakini shetani anapinga na kuhakikisha mpango huo hautimizwi. Mungu anao mpango kwa kila mtu. Tena ni mpango mzuri. Lakini shetani naye anapambana kuhakikisha kwamba ule mpango hautimii. Sasa ili aweze kufanikiwa, ili mpango wa Mungu usitimie, ndio tunaenda kuangalia sasa zile sababu. Ile ikasema ya kwanza, anakubadilishia uelekeo. Ndio somo sasa, si ndio? Kitu cha somo kinasema hapo. Nasema namna adui anavyobadilisha au anapopindisha mapenzi ya Mungu kwa mtu. Kwa sasa ili afanikiwe, anatumia njia hizi za kubadilisha uelekeo. Soma kitabu cha Mithali 14:12. Mithali 14:12, shemasi mmoja mpe msomaji. Anasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Bwana Yesu asifiwe. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu. Yaani kuna jambo nalifanya unafikiri ni sawa, na unaamini ni sawa, na unaamini uko sahihi, lakini kumbe anasema mwandishi, mwisho wake ni njia za mauti. Jaribu hiyo njia unayoiendea. Tafakari hiyo njia unayoiendea. Mwisho wake ni nini? Mithali 14:12. Simeandika. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni, sio pa Mungu, machoni pa mtu. Lakini pia elewa kwamba iko njia inaonekana sawa machoni pa Mungu. Na wanaoweza kuliona hilo
ni wachache, ila wengi wanaenda kwenye njia ile pana inaenda upotevuni. Kwa hiyo twende sasa kwenye hii njia. Hatua ya kwanza, njia ambazo ibilisi hubadilisha mwelekeo. Namba moja, kupitia sauti. Kupitia sauti, kwenye mabano, udanganyifu wa kiroho. Adui anatumia sauti ili kubadilisha jambo ambalo litakiwa lije kwako likapelekwa kwa mwingine. Umewahi kusikia kwamba kuna barua ya safari ilikuja, haitakiwa ende fulani, alafu badala yake akaenda mtu mwingine? Mjawahi kusikia hizo story? Ndio ofisini, labda wananielewa. Watu wa ofisini wananifanya nielewa, si ndio? Yaani uongozi wa juu umepitisha jina lako kwamba fulani safari hii aende yeye kozi, au fulani aende safari. Baadaye jina lako linakatwa, alafu anapewa mtu mwingine, na ukafikiri tu ni bahati walikosea. Yesu atusaidie sana. Epuka sana kuhalalisha makosa. Lazima ufanye utafiti. Kwa hiyo kupitia sauti, adui anaweza kuzungumza kama Mungu ili kukuchanganya. Ukisoma ile Mwanzo 3:1. Soma Mwanzo 3:1. Mwanzo 3:1 inasema, naam, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote. Alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote aliowafanya Bwana Mungu, ambao wamefanywa na Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu. Hivi ndivyo Mungu alivyosema kweli? Msile matunda ya miti yote ya bustani. Eti msile matunda ya miti yote ya bustani. Endelea. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula. Naam. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo shetani anakuja, anazungumza na mtu, ndani yake kuna hila. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu alimwambia katika bustani ya Edeni, msile mti ule wa ujuzi wa mema na mabaya. Sijui kuona, utanikumbusha kama Biblia imeandikwa kwamba Mungu aliwaambia wasile matunda ya mti wa katikati. Saidia kama utaiona hiyo. Na Biblia inasema ole wake anayeongeza ama kupunguza neno moja, mapigo yataongezwa kwake. Kupitia mazungumzo mwanamke anakamatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia sauti ya nyoka mwanamke anakamatwa. Nyoka alimdanganya mwanamke kwa maneno yaliyofanana na ukweli, yanaofanania na ukweli. Hawa aligeuzwa uelekeo wake, akasikiliza sauti isiyo sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kupitia sauti, unanielewa, unaweza kubadilisha uelekeo. Kosa moja lilitugharimu mpaka sisi. Jambo la pili, kupitia mahusiano. Kupitia mahusiano, watu wanaweza kukupeleka mbali na kusudi lako kwa sababu ya mahusiano. Kitabu cha Waamuzi sura 16 mstari ule wa 4 hadi 21. Ukisoma hii habari inahusu Samsoni na Delila. Haleluya. Kupitia mahusiano ya kumtaka yule mwanamke, akajikuta amepelekwa mbali nje ya mpango wa Mungu na akakosea. Waamuzi 16:4 hadi 21. Hiyo andika tu, hatutasoma. Jambo la tatu, kupitia hali ngumu, pressure, pressure. Adui anatumia hali ngumu kama sababu ya kuwanasa watu na kuwakosesha baraka zao. Maisha ni magumu, hata wazazi wangu wanajua, moja tu nifanye hivi. Umeelewa? Ugumu wa maisha na pressure, msukumo wa mambo mengi, unaona huwezi, unashawishika. Shetani anakuhubiria, anakukamata. Soma Ayubu 2:9. Ayubu
Naam. Ndipo mkewe akamwambia, Naam. je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Mkufuru Mungu ukafe. Mwanamke anakuja anamkuta Ayubu yupo kwenye mateso, yupo kwenye wakati mgumu. Sauti ya mwanamke ikasikika ikimshawishi kuachana na Mungu ili kwamba afe tu, aondoke. Yesu asifiwe sana. Lakini Ayubu alishinda. Sema na mimi nitashinda. Na mimi nitashinda. Lakini usijifanye utashinda wakati umeshindwa. Kama umeshindwa mahali tubu tengeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa wakati mwingine pressure, msukumo, ugumu wa mambo, ugumu wa masomo, unalazimika kupanga mpango wa kuiba mtihani. Na watu wenye riski kubwa ya kufeli kwenye masomo ni wale wanaoamini kwamba siku moja naweza nitaiba mtihani. Hakuna siku ngumu au wakati mgumu kama umeingia na vitu vinavyosadikika kwamba vitakusaidia kujibu mtihani, halafu ukakuta havifanani na mtihani. Tunaelewana? Hiyo vibration hiyo hujaiona, sio nchi hii. Yaani hapo ndipo jasho kama tone la damu litakutoka. Umekaa lakini una sweat. Utaelewa kwa nini Yesu alisweat wakati amepiga magoti. Huku ndani kuna vitu vina operate kwa level ya juu sana. Haleluya. Mimi nitakuwa nafundisha walimu namna kukamata mtu mwenye vitu kwenye chumba cha mtihani. Wala Yesu sasa. Yaani ulichokibeba unapokuja kutambua sio chenyewe, halafu umemkosea Mungu, halafu muda umesonga, halafu sasa ile saikolojia kwamba sasa nirejee kwenye hali yangu ya kawaida, niweze kufanya kwa kutumia kile ambacho ninacho. Umeshachelewa. Unajai kuona huko zamani kuna soma mtu mwenye uwezo fulani halafu akija kufeli anafeli sana. Ikiwa alikuwa anatumia vitu kama. Bwana Yesu asifiwe sana. Unashindwa kumaintain kwa sababu kuna vitu. Kwa hiyo kupitia hali ngumu. Yes. Kupitia nini? Kupitia hali ngumu ambapo ni pressure. Lakini Ayubu hakukubali kushawishika. Namba 4, kupitia hamu na tamaa binafsi. Hamu na tamaa binafsi shetani anaitumia. Ndani ya mtu kuna vitu kuna vita, kuna vitu na vitamani. Yakobo 1:14. Soma hiyo, Yakobo 1:14. Maandiko yanasema, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Huku akivutwa na kudanganywa. Kwa hiyo kupitia hamu ama tamaa binafsi unaweza ukakuta unaingia kwenye majaribu yako mwenyewe. Kwa sababu umevutwa na tamaa. Unataka uishi maisha fulani ambayo anaishi fulani, wakati wewe uwezo wako haufiki hapo. Wazazi wako hawawezi. Unataka kuyaishi hayo maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu huvutwa na tamaa yake mwenyewe. Daudi alipotoshwa na tamaa zake mwenyewe. Daudi alijikuta amemkosea kwa tamaa zake mwenyewe. Ameacha kwenda vitani, akabaki nyumbani, akaanza kupepesa macho. Unaelewa? Umeacha kwenda kazini, umeacha kwenda vitani, unabaki nyumbani. Unapanda juu ya ghorofa, unaanza kuangaza macho. Kupitia macho shetani akamnasa. Jambo la 5, kupitia hofu na kukimbia kusudi. Hofu na kukimbia kusudi ni eneo ambalo shetani analitumia. Watu hukimbia kile Mungu anachowaagiza. Yona 1:1 hadi 3. Yona 1:1 hadi 3 inasema, basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zao. Lakini Yona akaondoka akimbilia Tarshishi apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akatelemka hata Yafa
pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Yona anatumwa na Mungu, nenda Ninawi, kahubiri, peleka ujumbe wako. Tunaelewana? Lakini Yona akaanza mikakati ya kujiepusha na uso wa Bwana, kujiepusha na kazi ya Bwana. Ukiona mtu anaanza kujiepusha na uso wa Bwana, ujue anaenda Tarshishi. Ngapi leo wapo Tarshishi? Tena bora uwe Tarshishi, ina Tarshishi ya kufika. Leo kuna watu wengi kwa sababu wanajaribu kujiepusha na kazi ya Bwana, wamejikuta wametupwa, wapo ndani ya matumbo ya samaki. Na bahati mbaya samaki bado hajawatema, hajawatapika. Kwa hiyo wapo ndani ya tumbo. Hauna cha kufanya, maana yake umekamatwa na hakuna ambacho unafanya. Maana unapambana kujiepusha na uso wa Bwana. Dalili ya kwanza ya mtu aliyekosea, anakimbia usoni pa Mungu. Kwani wewe unajui? Sisi wachungaji tunaelewa. Mtu akipunguza ibada, akifanya nini bila sababu, ninaanza kufanya utafiti. Ukija kugundua tayari kuna mahali amekanyaga. Ilikuwa ni desturi ya Mungu kutembelea bustani ya Edeni, anamkuta Adamu na mwanamke. Siku ile anaenda, Mungu anafika Adamu, uko wapi? Mbona sikuoni? Sema niko huku. Vipi? Ni dalili ya kwanza ya mtu akiharibu kanisani, anakimbia ama kupunguza ibada. Sio dawa, ni kumkabili Mungu na kupiga magoti. Haleluya. Huwezi kupona kwa kukimbia, ila ukipiga magoti Bwana atakuponya. Kwa hiyo wakati huo Adamu anajieleza, mwanamke yuko ametulia kula na sugua mgoti, anasikilizia tu. Na mbaya sana, shetani anayekutumia, akisha kutumia anakubwaga, unabaki wewe, aibu yote unaibeba wewe. Kwani pale nyoka aliaibika? Nyoka haibiki, ila aliyemsikiliza nyoka ndiye anayebeba aibu. Mara ngapi umembebea nyoka aibu? Yesu asifiwe. Dalili yoyote, hata kwenye chumba au kwenye darasa, mwalimu wa darasa akiona mwanafunzi wake leo hajafika, anaweza kafikira na dharura, na kipindi kingine hajafika, siku ikaisha, na siku ya pili lazima ashtuke, afuatilie. Akimkuta huko ana shida, atamsaidia. Kwa hiyo huwezi kuwa salama kwa kukimbia uso wa Bwana. Haleluya. Tunakimbilia magotini kutengeneza na Bwana wenye akili. Yona alipotambua kwamba amekosea, alitubu akiwa ndani ya tumbo la samaki. Ndio tu utoshe ningekuonesha. Alitubu. Alipotubu, yule samaki akaamrishwa aende akamtapike. Hakumbadilishia eneo la kumtapika, alienda kumtapika katika nchi ambayo anatakiwa apeleke injili. Haleluya. Unapokuwa umetengeneza na Bwana, lazima urudi kwenye nafasi yako upate kutumika. Maandiko yanasema alitumika kwa muda mfupi isiyo kawaida. Haleluya. Maana yake aliongeza spidi kufidia muda ulioliwa na balale na madumadu. Bwana akafanya urejesho, akampa nguvu na spidi, akaifanya kazi ya Mungu kwa siku moja. Haleluya. Nilikuwa naisoma Ninawi, inatisha sana. Kwa hiyo ndio anasa sana, wenye hela sana, wenye jeshi sana, wenye uwezo sana. Alafu anatumwa Yona aende kwenye nchi kama ile. Tena kule haki haikuwepo, watu walikuwa na uawa live. Alafu Yona anasema hivi, nitawezaje kuingia kwenye mji ule nitamke? Lakini pale ambapo wakati umefika alienda. Kwa hiyo hofu, pengine hofu, Yona aliona hofu, akakimbia kusudi la Bwana. Lakini huwezi kukimbia kusudi la Bwana. Ikiwa Bwana amekusudia, huwezi kukimbia. Unaweza kuchelewesha, lakini kusudi huwezi kukimbia. Haleluya. Sasa kuna dalili hapa. Dalili za mtu aliyebadilishiwa uelekeo.
Dalili za mtu ambaye amebadilishiwa uelekeo. Namba moja, kupoteza amani ya ndani. Yaani ukiona huna amani ndani kwako, hakuna amani, tayari umebadilishiwa uelekeo. Ni kanisani pekee ambapo pana amani ya kweli, kwingine kuna amani fake. Unaikosaje amani ndani ya kanisa ukaipata nje ya kanisa? Hiyo ni amani gani? Wakati wote tunakimbilia kanisani, tuje tulie, tujibwage huku, Yesu tusaidie, tuondoke na amani. Kwa hiyo kupoteza amani ya ndani ni dalili ya kwamba umebadilishiwa uelekeo. Namba mbili, kukosa mwelekeo wa kiroho. Unakuwa upo tu, unakosa uelekeo sahihi wa kiroho. Namba tatu, kuacha maombi na neno. Unaacha maombi, unaacha na neno. Usomi tena neno, wala ufanyi tena maombi. Ni dalili za mtu ambaye amebadilishiwa uelekeo. Ni kama mwanafunzi anaingia darasani, aandike achukue chochote, anaingia na kutoka, anaingia na kutoka. Labda awe genius, kama utakuja uperform vizuri. Lakini kuna vitu vingine utavikosa hata kama ni genius. Faili inahitaji vitu activities za kila siku ujaziwe pale. Tujaze activities za kila siku. Jambo la 4, kukosa kuacha. Tatu nimesema kuacha maombi na neno, lakini la 4, kufanya maamuzi ya haraka yasiyo na Mungu. Kufanya maamuzi ya haraka yasiyo na Mungu. Mtu mmoja, Abili na Kaini. Mwenzie ametoa sadaka zake, zimekubaliwa na Mungu. Yeye sadaka zake hazikupata kibali mbele za Mungu. Alichofanya kwa mkali, mwisho wa siku akamuua ndugu yake. Kuna watu kwa sababu ya hasira wanawaua ndugu zao. Wewe umeokoka, lakini kwa sababu umebadilishia uelekeo, maneno yako yamekuwa ni sumu ya kuwaua watu wengine. Huku ni kubadilishia uelekeo. Haleluya. Ukiona maneno yako yanawatoa watu kwenye uwepo, huyo amebadilishiwa uelekeo. Maneno yenu yatiwe nini? Chumvi, yakolee. Ukitamka neno limlete mtu, limkusanye mtu, limsogeze madhabahu. Sio kumfanya mtu aende mbali na madhabahu. Fanya maamuzi ya haraka yasiyo na Mungu. Hii ni hatari sana. Hii ni hatari sana. Akajikuta amemuua ndugu yake. Tunawaua watu tunapokuwa na maamuzi ya haraka tena yasiyo na Mungu. Ndio maana mimi ikiwa na kesi, leta kesi na kusikiliza na kutulia. Kuna zingine sasa sihoji, namsikiliza tu mtu ambia okay sawa, niachie muda, nitaomba. Vitu vingine vinaisha huko. Haleluya. Mimi wasifanyeni maamuzi ya haraka katika kesi zote. Labda unilazimisha kufanya. Ukiona na mdomo unanilazimisha kufanya. Yesu asifiwe sana. Na usifanye vita na mchungaji, utapotea. Yaani sio kiroho, kimwili kabisa unapotea, tunakuzika. Na kwa bado uko hapa, mimi ndio nitakuja nikuzike. Unaelewana? Usifanye vita na madhabahu ukizani unampiga masaba. Mimi sitaaibika. Dunia hii mimi, Yesu alishaaibika. Amelipa gharama za kuaibika. Huwezi kunivua nguo mimi. Yesu alivuliwa msalabani. Sio wa kwanza. Ayubu anasema nilitoka tumboni nilikuwa na nepi. Alikuwa na nepi. Anapambana kumwaibisha Mungu kupitia masaba. Takuzika kimwili kabisa. I tell you. Yaani usiku huwezi kuamka ukicheza na madhabahu. Fikiria roho ambazo Bwana anazilea ziko nyuma yangu. Fikiria watu niliowabeba katika ulimwengu wa roho. Wanaomuona Mungu anabubujika. Asubuhi kuna kaka ameshuhudia, alikuwa anaumwa tumbo, akaenda hospitali hakupona. Aliposhika mkono kwenye tumbo lake nikamwombea, alipona pale pale. Kuna mtu akafa, Dorcas alikuwa anatumika, anasaidia watu. Siku alipokufa akasema hapana, wale watu ambao alikuwa akiwapa sadaka na kuwasaidia wakamwendea Petro, anasema wewe sikiliza, tunamhitaji Dorcas. Hatujui kifo umauti uliompata kwamba ni wa moja kwa moja ama atarudi. Tunajua neno moja, tunamhitaji Dorcas.
Tabita Dorcas alifufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sikiliza, Tabita ambaye Dorcas hakufanya maombi ili afufuke. Watu walioguswa na Dorcas walijifungia wakafanya maombi, wakamfuata Mtume Petro. Tunamtaka Dorcas. Dorcas ametulia kule, yupo kifuani kwa Ibrahim. Ghafla Ibrahim anaona kifua kinakuwa chepesi, kumbe Dorcas amechomoka. Mchana wa leo nasema Dorcas achomoke kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Usifanye vita na madhabahu. Fanya vita na kijiwe chako na wambea wenzako, sio madhabahu. Mimi naweza kuhubiri mahali popote, sijaiba cha mtu, sijaiba mke wa mtu, sijafanya chochote kibaya tangu Yesu aliponichomoa. Yaani mtu ana hii, nasimama mahali popote na hubiri na hakuna atakayenioshia kidogo. Vita ya madhabahu acha kati ya Mungu na shetani. Wewe ingia, abudu Mungu, rudi nyumbani ukiwa unapopumzika. Haleluya. Yaani ukiwakosesha watoto wadogo hawa, yaani Mungu anakupoteza. Adhabu ya shetani ni mahali pake, ofisi yake ilichomolewa nzima nzima. Unajua alikuwa na ofisi na wafanyakazi wake, ikachomolewa nzima nzima, ikatupwa. Hata kuonekana haipo, wasije wakaenda malaika wengine wakaanzisha fungu haya. Bustani ya Edeni mpaka leo haipo. Lakini ilikuwa maeneo ya nafikiri Iraki hivi. Imechomolewa, haipo. Pesa. Wanajua Musa alikufa kwenye mlima wa Sinai. Nenda kama utaliona kaburi la Musa. Futa. Mungu akiamua kufuta kitu anafuta kabisa. Haleluya. Amen. Twende kwenye kikao. Jinsi ya kushinda na kurudi kwenye njia sahihi. Jinsi ya kushinda na kurudi kwenye njia sahihi. Tenda tu haraka. Namba 1, kurudi kwa Mungu kwa toba, Yoeli 2:12. Ili uweze kushinda, ili uweze kurudi kwenye njia ama kusudi sahihi. Kurudi kwa Mungu kwa toba, rudi kwa Mungu kwa toba. Yoeli 2:12. Maandiko yanasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Mungu anatoa wito kwa mtu yeyote ambaye ameenda mbali, umebadilisha uelekeo. Anasema nirudieni mimi kwa mioyo yote, funga, omboleza, rudi kwangu. Mungu ndo anakutaka, sio masaba. Haleluya. Mimi sina mahali pa kupeleka. Yesu anasema nyumbani mwangu watu usihangaike, masaba huna mbingu. Kwani ulikuwa hujui? Maandiko yanasema hivi, Yesu ndiye mwenye mbingu. Amen. Alafu naangalia masaba huna mbingu. Kana kabao. Unahangaika tu. Alafu unavimba tu, unavimbishwa bangi. Yesu atusaidie sana. Masaba hana mbingu, maandiko yapo wazi. Yesu anasema niendako mwaijua njia. Nyumbani mwa Baba yangu kuna nini? Kuna makao mengi. Ninachoenda kufanya ni kuandaa mahali. Yaani makao yapo. Masaba naye ameandaliwa makao ikiwa atadumu katika utakatifu. Na wewe umeandaliwa makao kama utadumu katika utakatifu. Hiyo sasa ni wapi anaenda kulilocate tu kwamba sasa hapa ni Vincent. Hapa ni Frederick Vincent hapa. Ile nafasi ipo. Yaani ile ipo. Hapa ni John. Hapa ni Filipo Yohana. Hapa ni Beatrice. Hapa ni Clara. Yesu asifiwe sana. Hapa tuongeze ukubwa hapa kwa sababu huyu ana Mama Jade, tumuongezee ukubwa. Haleluya, haleluya. Yaani nafasi nyumbani mwa Baba kuna makao mengi. Makao ni mengi. Ila tu sasa tusigongane. Ndio mimi napenda space. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anisikie napenda space Mungu. Yaani aniandalie mahali pakubwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kwa hiyo usihangaike na kusema saba una mbingu. Nilishe kuhubiri mimi nina mbingu. Sina. Wala sina uchochoro, wala siwezi kukuamsha siku ya parapanda ikipigwa. Kama una Roho Mtakatifu, basi udongo kwa udongo. Baki tu hapo. Haleluya. Kwa ninapokuja kwako kwa ukali, kwa upole, jua tu kwamba Mungu amenileta ili nikurudishe kwenye njia. Lakini ukiona masaba yamekuja kama masaba, baki hapo.
Nyumba ya Bwana hakuna aliye bora kuliko mwingine. Haleluya. Katika nyumba ya Bwana sote tunasamania. Maana Mungu anatutumia. Unayemwona kama wa maana ni wa maana kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na hii sio ministry. Baba, hii ni kanisa la Masaba. Sina kanisa. Mwenye kanisa ni Yesu Kristo. Haleluya. Mimi natumika tu. Leo napasua miamba hapa. Shangaa naenda tena Njombe. Naenda na kwingine. Naenda na kwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna mahali Yesu akamkataa. Sasa mnanikataa, ninaondoka. Hivi unaonaje na mimi niwaache miaka mitatu kidogo? Nimchaje? Miaka mitatu niwaache. Alafu nibadilishe namba ya simu. Unajisikiaje? Nimchaga huyu ataenda kushtaki. Atasema amtafuta huyu, hata kwa picha atatembea naye. Yuko wapi huyu baba? Kwa nini? Kwa sababu kupitia Mungu maisha yake yameguswa. Wakamfuata Yesu kwa sababu aligusa maisha yao. Wakamtaka Dorcas kwa sababu aligusa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi walimnyoshia Yesu vidole vyao. Vidole vyao vimeishia wapi? Wote wameshakufa. Ila Yesu peke yake tangu alipofufuka anaishi mpaka sasa. Haleluya. Haijalishi ni Herode, Kayafa, sijui jeshi la Rumi, wote walishakufa. Masadukayo na Mafarisayo wote walishakufa. Hakuna hata mmoja aliyeinuka. Ila Yesu pekee yupo hai mpaka sasa hivi. Haleluya. Tengeneza mahali unapoenda kwa kuanza na hapo ulipo. Tengeneza mahali unapoenda kwa kuanza hapo ulipo kanyaga. Yesu atusaidie sana. Jambo ulishasoma Yoeli 2:12. Jambo la pili, kusimama kwenye neno la Mungu. Mathayo 4:4. Soma. Mathayo 4 inasema, naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Amina. Kusimama kwenye neno la Mungu itakusaidia kurudi na kurudi kwenye njia sahihi. Maana shetani amebadilisha uelekeo. Hapo shetani anamfuata Yesu, anajaribu kumbadilishia uelekeo. Yesu akaonyesha msimamo. Yesu Kristo alimshinda ibilisi kwa neno. Hata wewe uliye na Yesu utamshinda kwa neno. Sio kwa maneno ya kijiweni. Narudia tena na taifa hizi zifike vizuri. Sio kwa maneno ya kijiweni. Tunamshinda shetani kwa neno la Mungu. Sema amen. Amen. Sio kwa maneno ya kijiweni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ogopa sana mtu anayekaribia Mungu. Bwana asifiwe sana. Hata adhabu yake kuhusu wewe. Usimweshe kidole, mwachie Mungu. Mwajili wake ni Mungu. Haleluya. Watajuana na Mungu. Unajua, nilikuwa nasikiliza mtu anafundisha, nikasoma maandiko pia, nikaona kumbe waliokuja kusababisha Musa afe ni wale ambao Mungu alisema kwamba hawa nataka niwaue wote kwa sababu wamenikataa. Sikiliza vizuri. Mungu alitaka kuwaua wote kwa sababu walimwasi. Na Musa akapambana kumwambia Bwana, hapana, hatutaenda. Kama utaenda na sisi, kama utawaua hawa, akawatetea asiwaue. Kilichokuja kutokea baada ya hapo, nitakuja kufundisha siku moja. Siku zilizoendelea wakamkorofisha tena Musa. Wakampelekea Musa sasa apige mwamba utoe maji. Wakati Mungu alimwambia utawaambia mwamba utoe maji. Yeye akapiga. Kwa Musa akafa kabla ya wale waandikiwa kufa kwa sababu ya kuwapenda na kuwabeba watu waliokataliwa na Mungu. Alikuwa na moyo wa uchungaji. Paka maisha yake anayatoa kama Biblia inavyosema. Mchungaji utoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Ndio maana kosa la Musa sio kosa la kumfanya ikose mbingu. Maana aling'ang'ana watu wasiuawe, mwisho wa siku ikawa sababu ya wao kumkosesha Musa afe. Mungu akaona moyo wa uchungaji uliopitiliza. Pamoja na bomba la kuua, lakini na kuchukua Musa. Musa amechukuliwa. Haleluya. Sasa mtume yeye akasema using'ang'ane na watu ambao Mungu amewakataa. Uking'ang'ana hao
watakuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anasema ukiingia kwenye mji ukikaribishwa ingia, si ndio? Wakaribisha ingia, wakikataa unafanya. Ni kanuni ya kiroho. Sio ngangana. Yesu anasema tuhubiri injili kwa mataifa yote. Wewe ametoa kanuni. Mataifa yote huwezi kuyamaliza wewe. Tumegawana. Haleluya. Ingia kwenye mji wakikataa kung'uta mavumbi, ondoka. Nenda Lindi. Usingangane, imeandikwa mtahubiri injili. Kwani ni wewe kote huko unakokwenda? Tumegawana. Yesu asifiwe. Tumegawana maeneo ya kufanya kazi. Jambo la 3, kusikiliza Roho Mtakatifu. Warumi 8:14. Kusikiliza Roho Mtakatifu. Warumi 8:14. Maandiko yanasema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Pambana uongozwe na Roho wa Mungu. Na tumeweka msisitizo sana watu kujaza Roho Mtakatifu na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Jambo la 4, kukataa kila sauti isiyo ya Mungu. Isaya 30:21. Kataa kila sauti isiyo ya Mungu. Kataa. Isaya 30:21. Maandiko yanasema, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako ikisema, njia ni hii, ifuateni. Mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Kataa kila sauti isiyo ya Mungu. Ikatae. Yesu asifiwe sana. Namba 5, kuwa na nidhamu ya kiroho. Uwe na nidhamu ya kiroho. Juzi nilifundisha habari ya nidhamu ya kiroho. Uwe na nidhamu ya kiroho. Na nidhamu ya kiroho niligusa nikasema lazima uwe na maombi, uwe mtu wa kufunga, uwe mtu wa kusoma neno, uwe na nidhamu ya kiroho. Hitimisho. Ibilisi hawezi kuiba kusudi lako moja kwa moja, lakini anaweza kubadilisha uelekeo wako. Anaweza kubadilisha uelekeo wa hiyo baraka. Anaweza kubadilisha uelekeo kwa kila ambacho unataka kukipata. Usikubali diversion. Hizi spiritual diversions. Usikubali. Sasa sana. Unajua barabara ya kwenda Dar es Salaam ni hii. Halafu unaenda mahali unakuta kuna watu wana magari, barabara lami imezibwa, halafu wamechonga barabara ya vumbi, wameweka na kamshale huko. Umeelewa? Hizo ndio diversions za kiroho. Lami unaiona ila kuna mawe yamewekwa. Halafu mkuchongea barabara ya vumbi upite. Kwa nini? Wana jambo lao katika ile lami. Katika ulimwengu wa roho watu wamewekewa mawe. Halafu shetani anachonga njia nyepesi tu. Pita tu hapa. Unapita barabara ya vumbi, haina shida, sisi itafika. Watu wengi leo wanapita kwenye barabara za vumbi za kiroho kwa sababu macho yao yametiwa giza. Unaelewa? Watu wengi wanapita kwenye barabara za vumbi. Ndio maana vikozi yaishi. Mafua yaishi. Sio haya kawaida leo kuoa. Sio hayo. Bwana asifiwe sana. Ya roho. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Uko kwenye diversion ya laflot. Umeacha nani? Ukiangalia mawe yaliyowekwa si mazito sana. Lakini aliyeweka ana mamlaka. Lakini mamlaka yako ikiwa ndogo huwezi kuondoa. Unaelewana? Hivi hiyo barabara hiyo akipita waziri wa ujenzi akasema toa mawe nipite, nani atazuia? Ana mamlaka iliyokuu. Katika ulimwengu wa roho, chochote ambacho shetani anakipindisha, tunapoibeba mamlaka ya Kristo mchana wa leo, tunaondoa mawe na tunapita kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Inawezekana magonjwa ama mateso mbalimbali kwenye maisha yako yamefanyika kuwa mawe ama umasikini wa kuzidi. Hayo ni mawe, kwa neno la Bwana yanaondoka. Tunapita kwenye njia ambayo ni sahihi. Sema amen. Haleluya, haleluya. Efeso 5:15. Maandiko yanasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Tuangalie namna tunapoenenda. Si kama watu ambao watu kama wajinga, bali wenye hekima.
enenda kwa hekima. Bwana asifiwe. Ukiona kiroho chako kinaona kuna uzito, jua kuna watu wameweka mawe. Kazi yako ni kutoa mawe ili njia ipatikane. Haleluya. Ukiona watu wameziba njia, ukisoma katika Luka inasema kwamba Yesu walitaka kumkamata kabla wakati wake. Maandiko yanasema alipita pembeni. Alipita wapi? Katikati yao. Mchana wa leo tunapita katikati yao. Simama juu. Haleluya, haleluya. Nasema mchana wa leo tunapita katikati yao kwa jina la Yesu. Hakuna atakayezuia. Hakuna atakayezuia. Hakuna atakayezuia. Tuabudu kidogo wakati tunaenda kumshukuru Mungu na kuhitimisha ujumbe wa mchana wa leo. Aliyeniokoa ni Bwana Yesu, ninamjua. Aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu, ninamjua. Aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Asante Baba, asante Mwana, asante nawe Roho Mtakatifu. Asante Baba, asante Baba, asante Mwana, asante nawe Roho Mtakatifu. Asante Baba, asante Mwana, asante nawe Roho Mtakatifu. Asante Baba, asante Mwana. Imba kwa sauti. Asante nawe Roho Mtakatifu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Funika macho yako. Nyosha mkono mmoja juu. Ikiwa Mungu amesema na wewe, ikiwa Mungu amesema na wewe katika eneo moja wapo, natamani nikuone ukipita mbele, na mimi sitakuuliza. Mwambie Bwana, nisaidie katika eneo hili. Unajua eneo ambalo unatakiwa umwambie Bwana. Nimeshamaliza. Ikiwa Mungu amesema na wewe katika eneo lolote moja wapo, njoo mbele kwa ajili ya madhabahu. Mwambie Bwana akusaidie kwenye eneo hilo ambalo amekusemesha. Na mimi nasikia kusema na Bwana, maana wakati nasema na wewe na mimi ananisemesha. Kwa hiyo twende mbele za Mungu kwa sauti, kwa kumaanisha kabisa. Mwambie Bwana nisaidie. Kila mmoja mwambie Mungu amsaidie katika eneo lake wakati tunaendelea kuabudu.
niko mbele zako, nimesikia ujumbe umesema na maisha yangu, wala sio ya mwingine. Niko mbele zako Bwana Yesu, ninafanya matengenezo. Roho yangu Bwana, naomba itengeneze. Nilikwenda mbali, nilibadilishie uelekeo. Sasa narudi mahali pangu. Kuanzia sasa Bwana, nilipokukosea, naomba unisamehe, naomba unitakase. Damu yako inene mema kwangu. Kuanzia sasa nitakusikia wewe, nitasikia maelekezo yako. Ninampinga shetani na sauti zake na mahubiri yake. Nampinga shetani kuanzia sasa. Hana kitu kwangu, hana kitu kwangu. Shetani toka kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu